Fahamu ya Makkatul Mukarrama, mji ulojawa na neema na faida kwetu Islama. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu ambao unanitazama kwenye mwendelezo, tulikuwa tunaelezea matukio yanayopatikana katika vitabu vya Mungu. Tumeelezea katika kipengele chetu cha mwanzo, tumesema mengi na tumeonesha maandiko matakatifu yanayopatikana katika kitabu cha Biblia. Niliachia kutaka kuonesha faida ya miujiza inayopatikana katika mji mtukufu wa Maka. Tumeelezea Al-Kaaba kiufupi zaidi, tumeonesha ubora wa swala na faida zake zinazopatikana pale, lakini kubwa tujifunze matukio ya kupatikana kwa maji haya ya Zamzam. Maji haya ya Zamzam ni moja katika historia kubwa sana na miujiza katika Uislamu. Hawezi ukataja miujiza inayopatikana katika umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miujiza iliyokuwa hai. Moja katika hiyo ni muujiza wa Qur'an aliopewa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na muujiza huyu aliupata pale pale katika mji wa Maka, katika pango. Ndiye malaika Jibril alivyoshuka kwa bwana Mtume Muhammad, rehma za Mungu ziwe juu lake, na kuanza kumsomesha mtume wetu kwa kumwambia maneno mafupi baada ya kumlali shaitani, kumwambia ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma ewe mjumbe wa Mungu kwa idhni ya Mola wako. Hii ni moja katika miujiza mikubwa, na Qur'ani ndio kitabu ambacho kinachotuongoza katika karne hii ya 21 na kiliwaongoza maswahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa Mkristo au asiyokuwa Muislamu anapokuuliza kwamba miujiza ya Uislamu moja ni Qur'an, toka alivyoiacha Qur'ani mtume mpaka leo bado tungaliki tunaisoma, na kila unavyoisoma inakwenda inakuonesha ishara yenye mafanikio. Hapa nitoe nasaha yangu kwenu. Yoyote mwenye matatizo, yoyote mwenye shida, yoyote mwenye kuharibikiwa, dawa yako kimbilia kuisoma Qur'ani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni neema na ina baraka iliyokuwa kubwa sana. Maji haya ya Zamzam ni tukio la pili ambalo lenye miujiza. Ni moja katika chakula kinachopatikana ndani ya mji mtukufu wa Maka. Angalia ubora wa maji haya toka karne zilizopita za Nabii Ismail alayhi salatu wassalam. Maji haya kipindi mama yetu Hajara amemzaa mwanae, yuko na mwanae alikimbia, yuko katika jangwa kusoto na kulia kwake, anakosa msaada, chakula hakuna. Mwanae Ismail analia, machozi yanamtiririka. Mama Hajara anamtazama mwanae, macho yanamtoka, uzito unamtetereka. Akamchukua Ismail akamweka katika jangwa, ima desert, michanga mitupu. Hakuna sehemu hata moja ambayo anaweza akachukua maji wala chakula wala nini akampa nabii huyu wa Mungu. Moja katika miujiza, mama Hajara akakimbia kusoto kulia huku na huku, bado anaukosa msaada. Akaona hapa sehemu pekee, hana namna, akarudi kwa mwanae Ismail. Alivyofika kumwona mwanae anasaga miguu, alivyokuwa anasaga miguu nabii Ismail alayhi salatu wassalam, pakatoka chemchem ya maji. Chemchemu hii ya maji ikatiririka, maji anaanza kusambaa. Hajara akawa amefika mama yetu huyu. Alivyofika anaona maji yanavyosambaa, maji haya ya chemchem ya miujiza yanayopatikana katika jangwa. Mama yetu ndo akachukua maji yale akayakusanya, Zamzam, 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 ndo yakakusanywa na jina lile mpaka leo yakakuja ni maji ya Zamzam. Maji haya ndo akayachukua akaanza kumnywesha mwanae
Ismail. Maji hayo unavyoyapata sasa, maji hayo ukiona unayo maji ya Zamzam, hakikisha anayekwenda umra, hakikisha anayekwenda Maka, muombe zawadi mbili. Zawadi ya kwanza, akufikishie maombi kwa Mungu, akuombee dua atakavyokuwa yuko pale katika mji wa Maka, atakavyokuwa yuko pale kwenye Al-Kaaba, ainue mikono ambaye ya Allah, na kuomba kwa ndugu yangu, mjalie kheri, mfungulie, mweke baraka. Wako ndugu zetu ambao waliotangulia kaburini, ni sehemu pekee kwa kumbuka katika dua. Mwambie ya Allah jalia, lakini pia na wewe muombaji usisahau, na wewe ulipeleka malalamiko kwa Mungu. Innal amali binniyat. Allah tabaraka wa taala atatulipa sote kwa nia tulizokuwa nazo. Tuwakumbuke ndugu zetu waliotangulia makaburini. Maji haya ya Zamzam, faida yake kubwa ni miujiza ya kwanza. Faida ya pili ni dawa, inaponya kila maradhi kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utakapochukua maji yale ya Zamzam, kwanza hatua ya kwanza sema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kisha utaomba dua, ya Rabbi, Mola wangu, na kuomba ya Allah, kwa uwezo wako ya Allah, kupitia maji haya ya Allah, yani fungulie kheri katika maisha yangu, yani jalie, yani ponye katika maradhi niliyokuwa nayo, yani jalie yaitulize nafsi yangu niliyokuwa nayo, jalia maji haya yawe yenye kheri na baraka. Ni tiba iliyokuwa kubwa sana. Lakini nani atakayekuletea maji? Nani anayetoka umra Maka kukumbuke kukuletea maji? Anayekuletea maji ni mwenzako. Hii ni moja katika sehemu maalum. Chakula ambacho kingine ni tende. Tende ambayo tunaiona ya kawaida ni moja katika chakula kinachopatikana pale Maka, na faida yake ni kubwa sana. Lakini tukumbuke kwamba historia yetu hapa tunatazama ubora wa neema tulizokuwa nazo katika Uislamu. Maji ya Zamzam yana neema na baraka kubwa sana. Niwapongeze Baraza la Hija katika nchi yetu ya Burundi, niwapongeze mashekhi zetu ambao wanajitahidi kuweka hamasa, kukuhamasisha ili uende ukakutane na matukio haya, ili uende kwa mwenye uwezo, usikae nyumbani. Sheikh Jamal Swaleh mwaka jana walikwenda maujaji mpaka wameweka na chumba cha hospitali kwa ajili tuma haji atakapopata shida apate matibabu. Lakini Sheikh Abdi Joni akuwa nyuma pia, naye akasema hapana, lazima watu waende umra. Hapa pia wakaendelea. Lakini bado tunahitaji kufahamu nani anapotamani na yeye kwenda uko Burundi, uko nje ya Burundi, utatumia njia gani kukutana na matukio haya? Subscribe channel yangu, utajifunza mengi sana katika hili. Utajifunza baada ya hapa tunaenda sasa kutazama Madina, alivyotoka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alihamia Madina. Pale Madina kuna matukio gani? Hivi tujiulize, kaburi la bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupata nafasi kuliona, kupata nafasi kuyaona makaburi ya maswahaba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiulize kukanyaga vikanyagio vyako sehemu alivyokanyaga Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wasalam. Angalia ubora wawe kwenda Maka, Madina, kukanyaga sehemu alivyokanyaga bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu tazama ubora. Kusali rakaa 2 mbele ya makamu Ibrahim. Angalia ubora wa namna hii. Umefika pale, umevaa nguo zako, umesali rakaa 2 mbele ya makamu Ibrahim, dua unaipaza kwa Mungu. Angalia ubora wa namna hii. Ndio maana wote maujaji wanavaa ihram, ni mavazi meupe. Hautomjua tajiri, hautomjua maskini, hautomjua raisi, sote wanakuwa wamevaa kana kwamba walivaa sanda, wakiwa na ishara kwamba tunakuitika Mola wetu.
Mungu atujalie sote tuwe miongoni mwa watu ambao watakaopata bahati ya kwenda kufanya ibada hiyo ya umra, ima ibada hiyo ya hija. Nimalizie kwa haya tena machache, tukatazame katika sehemu ya 3. Ni sehemu ambayo mahujaji kutoka Burundi wanavyosafiri, safari yao. Je, wanapanda ndege ngapi? Wanakwendaje? Kwenda tu penyewe, kwenda kwa Allah, kwenda kuona matukio. Nini ambacho unachokipata? Unapitaje? Unafikaje Jeddah, uwanja wa ndege wa Maka? Lakini safari yao kwa kutoka Burundi, mahujaji. Hapa inaofuata video ya kufuatia ni wewe sasa utazame raha, furaha mahujaji wanaanza kuipata wakiwa Burundi. Tuiache ya watu kuwashindikiza ndugu, jamaa na marafiki. Ziache zile tabasamu. Weye kama weye kuingia uwanja wa ndege, kuiona ndege inapaa inakwenda, unamwambia ya Allah, niko juu ya anga lako. Hebu tazame huyu ubora. Nataka video inayofuatia, katika video ya 3 itakuja sasa kukuonesha mahujaji wanatokaje Burundi, mtu anayekwenda umra anafanyaje, anapitaje mpaka amefika katika uwanja wa Jeddah, ima uwanja wa Madina. Na hapo tutakuonesha matukio yote live kabisa. Utaona msikiti wa Mtume unaopatikana Madina. Hapo utaona matukio yote ambayo yanayopatikana ndani ya mji mtukufu wa Maka na Madina. Utazifahamu historia nyingi sana za dini ya Uislamu. Endelea kusubscribe channel yetu hii ya Al-Huda TV Burundi, lakini huku chini ya comment unaweza ukaandika maswali yako. Nitakukutanisha na wale ambao watakokusaidia safari hii ya kukutoa Maka kukupeleka Madina, ima kugharamia safari yako yote hii katika video clip ambayo itakayokuwa ni ya 4. Ya 3 itakuwa ni msafara mzima, lakini ya 4 nitakuletea sasa matukio yote. Maqam Ibrahim utaiona kupitia Al-Huda TV Burundi, lakini msikiti wa Maka, tunavyosikia msikiti wa Maka ambao waimamu wako wengi, Sudesi na wengine, undani wake mle ndani ni namna tunavyoona, utapata hapa kupitia Al-Huda TV Burundi. Maji ya Zamzam utayaona kupitia Al-Huda TV Burundi. Niwashukuru wote ambao wanaendelea kuwa pamoja nami katika kukuletea video klipu hii. Nyuma ya kamera yupo kijana wangu Chiza Sele Pesa, mpambanaji, moja katika matukio makubwa sana kupitia ndani ya Al-Huda TV Burundi. Chini ya comment tunaendelea kusikiliza maoni yenu. Mimi ni Hamza Mahane. TV yenu ipo vyema kuitumikia dini. Al-Huda, mwongozo wa jamii.